Kama umewahi kuwa kwenye mahusiano na mtu narcissist, najua huyu ni mzigo mzito sana kwako. Lakini jambo zuri ni unaweza pona. Na hii ni safari na ambayo utaweza kuenda ili upone. Wacha tuanze. Jambo la kwanza kabisa ni kubali kilichotokea. Usijilaumu, si unaona? Na hakuna mtu anayestahili kwanza kudhalilishwa au kudhibitiwa kwenye jina la mapenzi. Kwa hivyo kitu na ambacho kinafaa kikuwe cha kwanza ni ukubali. Hili ni jambo na ambalo limefanyika. Ukubali hivyo. Jambo lingine na ambalo ni la pili ni kutafuta msaada. Inaweza kuwa ni mshauri wa akili, rafiki. Unajua kuna pia usipee rafiki mwenye unashuku, si rafiki wa kweli. Kwa hivyo upe rafiki wa kweli, si unaona? Au hata kuandika hisia zako kwenye daftari. Chukua ka notebook, unaona? Andika kenye unahisi. Kwa hivyo ukubali, alafu sasa utafute msaada. Unaweza andika mahali, si unaona? Na maumivu yakizungumziwa, maumivu huwa yanapungua. Jambo la tatu ni kata mawasiliano. Hakuna closure. Hakuna closure utapata azini kwa narcissist. Usirudi kwao kwa sababu ya upweke. Kaa mbali na huyo mtu. Ndio sasa inaitwa kukata mawasiliano. Sawa sawa. Hilo ni jambo la tatu. Jambo la nne ni jipe nafasi ya kujijenga tena. Fanya vitu unavyovipenda, si unaona? Tafuta marafiki wapya, toka kwa hiyo space, tunaweza ita space, Enda kwa matembezi, soma, omba, jifunze kujipenda tena. Usikue desperate. Kuna venye tunasemanga usikue desperate. Ati huwezi kaa bila sijui nini. Hiyo ni maneno tu. Jambo lingine ni ya kwamba ulipoteza sehemu yako kwenye uhusiano huo. Lakini sasa unaijenga upya. Wewe ni wa thamani. Wewe ni wa kipekee na unaweza kupona. Kwa hivyo usikue desperate. Usikue desperate hata kidogo. Sawa sawa. Ukiona video hii, jua ya kwamba safari yako ya kupona ishaanza. Na kwa hivyo, ili uweze kufuatilia hii safari vizuri, naomba tupatane part 3 na tutaona mambo mengi na watu wengi ambao tunaweza zungumza juu yao. Na wako kwa maisha, wako kwa ndoa, wako kwa makanisa, wako kila mahali, na tutaweza kujua venye tutadeal na wao vilivyo. Asanteni sana.